Tanzania imeingia kwenye vitabu vya historia ya soka barani Afrika baada ya klabu zake 4 kufuzu kwa pamoja kushiriki mashindano ya kimataifa ya CAF kwa msimu wa 2025-26, hatua ambayo haijawahi kutokea tangu mfumo wa michuano hiyo uanzishwe. Timu hizo ni Young Africans Sports Club inayoshiriki ligi ya mabingwa Africa CAF Champions League, ya pili ni Simba Sports Club iliyopo ligi ya mabingwa Afrika, ya tatu ni Azam FC inayoshiriki kombe la shirikisho la CAF, na ya 4 ni Singida Black Stars inayoshiriki kombe la shirikisho la CAF. Miaka ambayo vilabu vya Tanzania vimewahi kufuzu hatua ya makundi: Simba Sports Club 2018-19, 2021, 21-22, 23-24 na 24-25. Young Africans Sports Club 2022-23 ambapo walifanikiwa kufika fainali ya kombe la shirikisho, lakini pia 2023-24 wakiishia hatua ya makundi ligi ya mabingwa Afrika. Azam FC na Singida Black Stars wakifuzu hatua ya makundi kwa mara ya kwanza mwaka huu 2025-26. Hii ni mara ya kwanza katika historia ya soka la Tanzania kushuhudia vilabu vinne vikishiriki mashindano ya CAF kwa msimu mmoja, jambo ambalo linathibitisha ukuaji mkubwa wa ubora wa ligi ya ndani na uwekezaji wa kisoka nchini. Mataifa yaliyowahi kufuzu kwa timu 4 barani Afrika ni Misri ambapo ilipeleka timu kama Al Ahly, Zamalek, Pyramids FC na Future FC msimu 2022-23 na msimu 2023-24. Taifa la pili ni Morocco ambayo yenyewe ilipeleka Wydad Casablanca, Raja Casablanca, AS FAR Rabat na RS Berkane msimu 2021-22 na 22-23. Taifa la tatu ni Algeria ambayo yenyewe ilipeleka CR Belouizdad, JS Kabylie, Usma pamoja na Estetif msimu 2020-21 na 21-22. Taifa la 4 ni Afrika Kusini lenyewe likipeleka Mamelodi Sundowns, Orlando Pirates, Kaizer Chiefs, Cape Town City msimu 2021-22, 22-23. Sasa Tanzania inajiunga na orodha hii ya heshima ikionyesha kuwa ligi yake imekuwa kwa kasi na ina ubora unaotambulika barani. Mataifa ambayo bado hayajawahi kufika hatua ya makundi, wakati Tanzania ikivunja rekodi, bado kuna mataifa kadhaa barani Afrika ambayo vilabu vyake havijawahi kufika hatua ya makundi ya CAF, mara nyingi vimekuwa vikiishia hatua za awali. Baadhi ya mataifa hayo ni Malawi, Eswatini, Sierra Leone, Lesotho, Sudani Kusini, Somalia na visiwa vya Komoro. Vilabu kutoka mataifa haya vimekuwa vikishiriki mara chache, lakini hukwama mapema kutokana na changamoto za kifedha, miundombinu duni au kutokuwa na wachezaji wenye uzoefu wa kimataifa. Umuhimu wa mafanikio haya: uwepo wa timu 4 za Tanzania kwenye michuano ya CAF na faida nyingi. Kwanza, unaongeza alama za CAF ranking kwa nchi, hivyo kuongeza nafasi za uwakilishi siku zijazo. Unatoa fursa kwa wachezaji wa Kitanzania kujitangaza kimataifa. Pia unakuza ushindani wa ndani katika ligi kuu ya NBC. Kwa hatua hii, Tanzania imejidhihirisha kama ngome mpya ya soka Afrika Mashariki, na kama mwenendo huu utaendelea, huenda taifa hilo likawa miongoni mwa vinara wa soka barani Afrika katika miaka michache ijayo. Wewe ni mfanyabiashara? Kama jibu ni ndio, basi habari njema ni hii. Unahitaji biashara yako ionekane na maelfu ya watu kila siku? Na unahitaji njia rahisi ya kuongeza wateja kwa haraka? BongoSauce tupo kwa ajili yako. Tunakupa nafasi ya kipekee ya kutangaza biashara yako na bidhaa nyingine mbalimbali kwenye mitandao yetu ya kijamii yenye wafuasi wengi na ushawishi mkubwa mtandaoni. Kupitia BongoSauce, fikia wateja wengi mtandaoni. Tangaza nasi kwa bei nafuu na matokeo utayaona kwa haraka. Wewe mfanyabiashara, pata nafasi ya kuonekana na kufahamika zaidi, na biashara yako kukua na kupata wateja wengi mtandaoni. Jiunge na familia ya BongoSauce leo na uongeze wateja wengi kwenye biashara yako. Wasiliana nasi kwa namba ya simu 0747692064, barua pepe alphatizben@gmail.com. BongoSauce, sisi ndio wakombozi wa biashara yako. Karibu tukuhudumie na tukuongezee wateja rukuki.